niseme nikianza na kata yenyewe ni kata ya Mkodo na kata zingine zote 29 za manispaa ya Morogoro kwa kuweza kushiriki maadhimisho ya wiki ya wazazi wilaya. Binafsi naendelea kupongeza sana. Lakini la pili nipongeze katibu wa umoja wa wazazi wilaya kwa maandalizi mazuri, kwa timu yetu nzuri. Hatujawahi kufanya maadhimisho makubwa na mazuri kama haya. Mcheo wa fadhila, lazima nikupongeze katibu wangu kwa kazi nzuri ambayo umeifanya kwa muda huu mchache na kazi inaonekana. Pongeze jumuiya zingine, UWT vijana pamoja na chama chetu cha Mapinduzi kwa maana ya walezi kwa kutupa ushirikiano mkubwa hadi shughuli hii leo imefanya kwa kiwango hicho. Tangu asubuhi tulikuwa na katibu wa chama cha Mapinduzi wilaya Comrade Gerege na katibu mwenezi wa wilaya na tumepanda nao miti kwenye kituo chetu cha polisi pale. Pongeza sana, umepata dharura, lakini wengine tuko nao na shughuli hii inaendelea vizuri. Wewe ni mbunge wa jimbo la Morogoro mjini, na sisi umoja wa wazazi hatusiti kukuita wewe kwenye shughuli zetu, kwa sababu wewe umekuwa mlezi kwa muda mrefu. Umesimama na sisi kwenye nyakati nzuri na nyakati ngumu. Pigeni makofi mheshimiwa mbunge. Nataka nikuahidi kabla sijafungua kikao hichi, mbunge ni wewe Dr. Abdulaziz Yamini. Mama kifua mbele. Hii jumuiya ya wazazi, angalia aina ya watu wanaoongoza jumuiya ya wazazi ngazi ya wilaya. Mimi mwenyekiti na katibu wangu ni watu ambao tunaweza tukamfungia mtu ndani, tukamfinya na tukamwambia fuata maelekezo. Kwa mbunge hapo mwanzo kabisa na mtu anaitwa Hamisi Kilongo. Ni mjumbe wa mkutano mkuu wa wazazi taifa. Ndugu yangu Yusufu Mwamba yuko wapi Mwamba? Mwamba yuko wapi? Yusufu Mwamba huyo hapa. Wote ni vijana. Lakini nyuma hapo kuna mmoja anaitwa Sofia. Yuko nyuma yako hapo mheshimiwa mbunge. Lakini pia kuna Lukoa. Lukoa alipata changamoto kidogo, tulikuwa naye asubuhi hapa. Hao wote tuangalia mheshimiwa mbunge, hakuna alofika miaka 50. Ukianza mie Kipira na 43, Aikone ni miaka 32, Mwamba na miaka 31, kidogo 48. Sasa nataka nikwambie mheshimiwa mbunge, safari hii jumuiya imepata watu. Sisi mheshimiwa mbunge nakwambie, hasa mimi mheshimiwa mbunge nanijua vizuri mdogo wako. Uwaga siungi. Nikisema moja ibadilike kuwa mbili. Hata safari hii mheshimiwa mbunge nataka nikuhakikishie, kikao hiki ni cha nje. Hata nikwambie kuna watu wanakusaguza sharubu zangu. Miaka ile ya zamani, miaka ya nyuma kidogo, kama miaka 6 nyuma mheshimiwa mbunge unakumbuka. Nilifugaga ndevu nyingi sana miaka hiyo. Na baadaye nikaamua kuzitoa zile ndevu. Sasa watu wanasema Kipira, bora kuna kipindi tulikuwa kama mzee. Sasa hivi mbona unaenda kwenye ujana? Na mheshimiwa mbunge labda nikwambie tu, nakupa kodi, yani kodi password. Shemeji yako yupo kwenye uwanja huu leo. Wazazi, nilitaka niwatambulishe viongozi wawili kwa itifaki ya jumuiya ya wazazi. Hii mvua mheshimiwa mbunge wala usiogope. Maana mvua anaponyesha mvua manake ni baraka. Kwa hiyo mvua hii si kitunyeshee, lakini jambo letu lazima liwe mheshimiwa mbunge. Nataka nikukumbushe kitu kimoja. Hiki nakukumbusha kama kaka yangu. Viongozi wa jumuiya ya wazazi kwa mujibu wa kanuni ya wazazi, mwenyekiti na katibu, hao ndio viongozi wakuu. Hata kuja kwenye kata kuna mwenyekiti, kuna katibu. Kwenye mataa kuna mwenyekiti, kuna katibu. Na mimi naamini, nataka nikwambie jumuiya iko mikono salama. Kwa ajili ya kutafuta kura zako wewe mheshimiwa mbunge na kura za rais. Hatuna wasiwasi mheshimiwa mbunge, iwe asubuhi iwe mchana, Chama cha Mapinduzi kitashinda na mbunge ni wewe. Na rais ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Yaani mheshimiwa mbunge nataka nikwambie kwenye kipindi ambacho anatakiwa mheshimiwa mbunge wewe ulale, kama unataka kwenda Dubai ombe Kipira kaniwakilishe. Kama kuna Uturuki Kipira mdogo wangu nenda. Kama kuna kwenda Mombasa wewe na Kipira na Igoro ndogo zangu nendeni kidogo. Maana mheshimiwa mbunge wewe ni mbunge wa mipango. Umepata mwenyekiti na katibu wa wazazi wa mipango. Hata watu hawapendi hiyo mipango. Sisi moyo.